Qu'est-ce que t'es voulez-vous, ce n'est pas vous bout, pas vous jouer, truka. Mchezo ndo kwanza umeanza. Usikose kuangalia usaili wa vijana wa Maisha Plus kutokea nchini Burundi. Unashangaa nini? Burundi. Posuta, Mwalala uli tulipo. Kifipa hicho. Tuko katika ukumbi, mtazamaji wa TBC1, unaitwa Super City Hotel ndani ya mkoa wa Katavi, ambayo zamani ilikuwa ni mkoa wa Rukwa uliokuwa ndio Sumbawanga yote, lakini takriban miezi isiyozidi hata 6-7 eneo hili limetangazwa kuwa mkoa, na sisi kwa mara ya kwanza tumeileta Maisha Plus mama shujaa wa chakula huku katika mkoa mpya wa Katavi kwa hisani kubwa kabisa ya Oxfam pamoja na NMB Bank kama miamvuli mikubwa, lakini humu ndani vile vile tuna RK General Supplies ambao ndio wenyeji wetu na marafiki zetu wengi ambao utakuja kuwafahamu ambao wametukirimu katika mkoa huu wa Katavi kwa ajili ya kufanya usaili wa Maisha Plus. Posuta. Taitu, Mwalala uli. Taitu. Taitu au taiti? Taitu. Taitu. Unafanya shughuli gani wewe? Huwa nauza miogo. Miogo ya kuchemsha, miogo ya kukaanga, miogo ya kupika au ya futari? Ya kukaanga. Msingi wako ni shilingi ngapi? 10,000. 10,000 maana yake ni kwamba unakwenda kununua miogo ya shilingi 10,000. 8,000. Unanunua miogo ya 8,000 kila siku? Ndio. Ukinunua miogo ya 8,000 unapata faida shilingi ngapi, ama unauza jumla shilingi ngapi? 15,000 au 16,000. Kwa hiyo faida yako inakuwa shilingi ngapi? 6,000. 6,000. Umeanza lini? Na siku kama mwezi hivi. Unadhani utakuwa ama utaendelea kubaki hapo hapo, unaenda 8,000 unauza 16,000, unaenda 8,000 unauza 16,000, au una mipango gani? Sasa hivi nataka nianze kuuza mchele. Wa kilo moja ama gunia? Debe 2. Kwani sasa hivi una jumla ya shilingi ngapi? Kama 22 tu. Katika washiriki waliopita wa Maisha Plus, wote walioingia kijijini, walipopata umaarufu na kujulikana, hawakurudi katika mikoa yao. Vijana tulio wengi bado tunaishi katika nyumba, tuko katika watu wanaotulea, wazazi, walezi. Kumbe mzazi anakuruhusu, mlezi anakuruhusu. Anatumaini hauendi kupoteza wakati. Kuna kitu fulani unaenda kufanya cha maana. Kumbe ninapokwenda kule lazima nije nirudi tena nyumbani. Na si kwa wazazi tu, bali na jamii inayonizunguka. Niwaonyeshe ni kitu gani nilienda kufanya. Isifie Katavi. Katavi ni mji mzuri ambao bado unaendelea kukua. Una rasilimali nyingi, tuna madini. Madini gani? Hapa dhahabu inapatikana. Umeshawahi kuiona? Dhahabu nimewahi kuona. Lucas, kwa nini barabara ni mbaya? Barabara ni mbaya kulingana na hao viongozi wanaokuwepo madarakani, kwa sababu panakuwepo fungu linakuwa limetengwa kwa ajili ya urekebishaji wa barabara. Lile fungu likishatoka, basi ile barabara wanakuwa wanarekebisha nusu nusu yani. Una ushahidi wa haya unayosema kwamba fungu linatoka afu kuna watu wanarekebisha nusu? Ushahidi siwezi kuwa nao, ila kwa picha inavyokuwepo na tu na ninasikia mimi mwenyewe. Unadhani ni kiongozi gani hasa? Siwezi ngataja wala kufahamu. Akiwa unamfahamu. Kwa nini mwanaume anaweza kuwa na wake watatu wote akawatambulisha, alafu mwanamke anashindwa kuwa na wanaume watatu wote akawatambulisha kwa watu? Bwana, hao waume zangu watatu. Kwa ufahamu wangu mimi, ninavyojua mimi, siku zote wanawake wamekuwa ni watu tegemezi.
yani wanatutegemea sana sisi wavulana. Hivyo anaona kwa upendo wake anaona kwamba tayari tena wanawake wanakuwa tegemezi, yani wanatutegemea sisi. Bwana Hamisi, Sikiliza kauli, wanawake wanakuwa tegemezi sana, unaona? Na kuna baadhi wasichana wachache wanajituma, unaona? Hakati tamaa na maisha. Sasa wale ambao wanakata tamaa na maisha, anasema bora tu niolewane naye, ni anioe huyu hata akiwa na mke mwingine. Mimi kwangu sasa kwa sababu gani napata kula, napata kuvaa. Kwa hiyo walio wengi ni dhaifu. Wengi ni dhaifu. Kwa hiyo tukubaliane hapo. Tukubaliane hapo. Wewe ndio unasimamia hapo. Hapo. Sababu 3 kubwa za kwa nini tukupeleke Maisha Plus. Napunguza na baki 2. Kwanza kabisa napenda kuwa superstar. Kuwa superstar. Vile vile kitu cha pili napenda kuishi yale maisha ambayo ni ya kijijini sana, ndio maana kitu ambacho kimenivutia kwenda kule Maisha Plus. Unapenda kuishi maisha magumu? Yeah. Sifie mkoa wa Katavi. Kuna nini mtu aje? Kwanza mkoa wa Katavi una mbuga ambao ni kivutio kikubwa cha watu. Vile vile mkoa wa Katavi ni mkoa ambao ni mzuri, unavutia kwa kutokana na rangi yake ni ya kijani. Tunataka usifie mkoa wa Katavi lakini usitaje mbuga. Mkoa wetu wa Katavi kwanza umejaliwa kuwa na rasilimali nyingi za taifa. Kwa mfano, tuna ziwa Tanganyika ambalo lipitia tarafa ya Kalema ambao kuna shughuli za uvuvi pale, kuna meli, usafiri. Kitu kingine tena kwa mkoa wa Katavi, madini. Tuna aina nyingi za madini. Kwa mfano hapo chini kuna wazungu wamewekeza wanaitwa Griki. Wale jamaa wanachimba kopa. Kuna sehemu moja inaitwa Kapanda, kule kunapatikana dhahabu nyingi sana. Vitu vingine ni mafuta. Mafuta yanapatikana huku kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mpimbwe huko. Kuna mafuta ya aina ya petroli na kuna maajabu. Unafanya shughuli gani wewe? Mimi nilikuwa fundi cherehani nikaacha nikawa nafanya kazi hapo Tanganyika. Ulikuwa fundi cherehani ukaacha. Nini hamna watu wa kuoshania nguo? Niliona tu mafundi wamekuwa wengi, maslahi hamna. Mashindano. Maslahi kukaa hamna. Sasa kwani wewe unajua kutafuta mbinu ambazo ukawafanya wenzako wewe ukawa tofauti na wao? Ndio maana nikaja nikaanza kufanya kazi hapo hotelini. Hotelini? Hapo unatafuta mbinu za kurudi kupambana nao? Ambazo mbinu ni zipi? Yani nataka nipate hela, nijiboreshe zaidi ya wao. Kama wenyewe kwa nashona ngozi za kawaida, labda mimi nitumie kwa kudalizi. Mpango wa kurudi unao? Ninao. Lini? Siku yote Mungu atakapojalia. Umeshaanza kukusanya hela? Eti wewe ukipewa nafasi ya kuomba kitu chochote duniani, yani kwa mfano watu wanakuambia kwamba bana Mungu omba chochote unachotaka, kimoja tu. Ni kitu gani ambacho utaomba? Kitokea kitu kama hicho, cha kwanza nitachoomba ni uwezesho kielimu. Maana nilisoma nikafaulu ila nikakosa jinsi ya kuendelea. Unafanya shughuli gani? Sasa hizi ni mkulima, nalima bustani za mboga kwa ajili ya kukidhi mahitaji ambayo yapo. Endapo nitafanikiwa kimaisha naweza vile vile pia nikajisomesha. Kwa ngapi kwenu? Tupo 5. Wanaume wangapi, wanawake wangapi? Wanaume 3, wanawake 2. Katika urithi umeshapata test kwamba unaweza ukapewa kipande cha ardhi? Bado. Lakini huwa wanafanyaje kijijini kwenu? Wanaume wanapata ardhi sawa na wanawake? Hapana. Nani anapewa zaidi? Mwanamke. Mwanamke. Mwanamke anapewa zaidi? Kweli? Kabila gani hilo? Wakonongo. Wakonongo? Kwa nini mwanamke anapewa ardhi zaidi wakati ataolewa? Hata kapokuja kuachika kwa mama yake atarudi nyumbani. Una uhakika ukiolewa utaachika? Siwezi kujua. Unafanya kazi gani wewe? Mimi fundi nguo. Unafanya yani fundi nguo, unashona nguo? Ndio. Wewe unashona nguo kamili ama unashona viraka tu? Nguo kamili. Lakini viraka pia unachukua dili? Pia nashona. Midabwada unashona? Ndio. Na viraka unavishona sana ama unashona zaidi nguo? Sana na nashona zaidi nguo. Kwa nini unadhani kuna vitu gani vinavyosababisha shingo yako iweze kubeba kichwa vizuri? Ni spring ama ni shock up? Ni spring. Ndio maana unaweza ukanesa. Ingekuwa shock up ingekuwa tu inaenda juu chini. Kwa ni spring zaidi. Ndio. Hizi spring ni za coil ama ni spring zile kama za Land Rover? Hizo spring za
tuseme za nyama, tuseme ni nyama. Springs za nyama. Unafanya kazi gani? Ni mkulima. Haya, hapo umefuata nini? Hapa nimefuata kipaji cha uimbaji. Kipaji cha uimbaji. Ako ulisikia kwamba ni mashindano ya uimbaji? Ni ya kila kitu, kuna uigizaji, kuna uimbaji. Yaani Maisha Plus inaunganisha kila kitu. Yaani kila kitu. Hebu tuimbie tusikie. Ha he 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 ha ha ha. Wapo wengi uliowapenda, nadhani wengi ulishachana nao. Namshukuru sana Mola, macho yangu kusema kweli baby gari bado jamini, kama kweli nipo na wewe baby, I love you baby, I need you. Master J. Master. Vipi? Naitwa Bahati Crispin Kananda, ni mkazi wa Mpanda. Nimeamua kuja Maisha Plus kwa sababu napenda kujichanganya na watu mbalimbali na kujua maisha ya watu tofauti. Kigezo kitachofanya mnipeleke, kwanza nilikuwa napenda kuingia Maisha Plus tokea zamani. Pili, najua naweza na nitafanikiwa. Kwa nini mwanaume ana uwezo wa kuwa na wanawake watatu ambao wanajulikana? Na kwa nini sio mwanamke kuwa na uwezo wa kuwa na wanaume watatu ambao wanajulikana? Kwanza kabisa, mwanaume kama mwanaume hazeeki. Hazeeki? Ndio. Na mwanaume tena kama mwanaume, yeye anaweza kukaa na wanawake wengi kwa sababu yeye hachoki. Hachoki. Ndio. Na mwanamke, turudi kwa mwanamke. Kwa nini mwanamke asiwe na wanaume watatu? Mwanamke kama mwanamke, yeye hawezi kuwa na wanaume watatu kwa sababu yeye anawahi kuchoka. Tutangazie kwa watu wanaoangalia sasa hivi TBC kutangaza mkoa wa Katavi. Yaani jifanye kama wewe ndio unaotangaza watu ujue mkoa wa Katavi sasa hivi. Asante sana. Karibuni watazamaji wa TBC Taifa. Hiki ni kipindi cha Maisha Plus kinachowaleteni kutoka mkoa wa Katavi. Mkoa wa Katavi ni mkoa mzuri kwa sababu unajali vijana wake, unajali raia wake na pia una maslahi katika nchi. Yani hebu nipe sifa moja ambayo unadhani mikoa mingine haina kama Katavi. Sifa ya hapa ambayo tunajivunia kubwa hasa ni kilimo. Kilimo ndo hapa tunajivunia sana, na mimi kwamba kwa mikoa mingine yote hata Tanzania nzima inafahamu kwamba hapa hata kama kuna njaa sehemu zingine, lakini hapa tunajivunia kilimo. Kwa hiyo hapa kujawahi kuwa na njaa. Njaa hapa kiukweli nadhani ni historia. Kwa kilimo tunajitahidi sana kabisa. Umesoma vizuri form kwamba tunataka mtu mwenye 20,000 years kuingia Maisha Plus mpaka 26,000 years. Yeah, nimesoma, nimeelewa. Umeelewa? Ndio. Kwamba 20,000 years kuingia Maisha Plus. Uongo? 20,000 years kwa mpaka 26,000 years kuingia Maisha Plus. Hapana. Nimesoma kwamba wanahitaji mtu ambaye ana miaka 20 na kuanzia 21 na kuendelea. Sasa kwa nini mimi nikosea nini? Mimi nimekosea nini hapo? Au nataka kunirekebisha wakati unajua kabisa mimi ndo nimetengeneza haya mambo yote mpaka hivyo. Unaona mimi chizi. Sio chizi. Sasa natimam, lakini sasa mbona tunataka kuaibishana yani hapa mbele za watu na nini watu tuangalia. Sio hivyo. Unajua lazima nifunguke na niseme kitu ambacho Kiingereza sijui nini kitu tunachotamka hapa. Hapana. Sio kana kwamba labda ujue na kwamba ninachokizungumza kwamba ni sasa hivi tueleweshe vizuri, maana usije kajaza watu hapa afu ukashindwa kutuelewesha. Tueleweshe vizuri inakuwaje? Kwamba ni kuanzia miaka 21 na kuendelea. 21 nimesema 21,000. Ndio. Nilisoma shule ya msingi hapa kijijini Igula. Nimeanza mwaka 89, nilipomaliza mwaka 89 nikakosa bahati ya kwenda sekondari. Lakini mwaka 90 nikalima shamba. Nikamwomba baba akanipa sehemu nikalima. Nilivyolima nika-applicate maombi ya kwenda nursing. Nikabahatika kwenda kufanya sehemu moja mtihani Usokami. Nikaenda nikafanya mtihani nikafaulu. Nikawa miongoni mwa wale ambao wanatakiwa wanafunzi wa nursing.
Nikaenda kule nikakaa miaka hii miwili. Kwa hiyo kule mbele nikashindwa muendelezo mtu wa kuendeleza kusoma. Kwa hiyo nikarudi kijijini. Haya mashamba alikuwa anakuazima au anakupa kabisa la kwako? Kwa wakati ule alikuwa ananiazima, lakini baadaye alikuja kutumilikisha. Wote kila mtu na sehemu yake. Kwa hiyo unamiliki ardhi? Ambayo umerisishwa kutoka kwa baba? Namiliki ardhi ambayo nimeisha kutoka kwa baba, namiliki ardhi ambayo tulinunua na mume wangu na tulikatia na hati. Una chelani mbili? Ndio. Wacha bwana. Hii hapa hii alinunua tulinunua wakati bado mume wangu mzima. Hii hapo nimenunua baada ya mume wangu kufa. Kwa hiyo biashara yako unafanya ina faida? Si ndio? Ndio. Kwa hiyo zote unashonea tu nguo za kawaida? Nguo zote zinashona nguo za kawaida na kudalizi vitambaa. Vitambaa vya kuwekea mezani? Ya kupambia? Ndio. Baada ya kuolewa ilikuwaje? Baada ya kuolewa niishi tu vizuri na mume wangu. Tulikuwa tunalima na kufuga hivyo nguruwe na kuku. Tulikuwa tunalima kama eka 14 mpaka 20. Ulikuwa mnapata kama gunia ngapi? Tulikuwa tunavuna gunia 30 kwa heka. Au kwa hizo heka zote? Kwa heka zote, kwa sababu tulikuwa tunalima kwa kurusha. Tulikuwa kwa kurusha tupande na sadaka lawe mwenye kupata. Sasa mfano kama mwaka jana mimi nililima eka 3 nilivuna gunia 30, lakini nilipanda na kama nikaweka mbolea ya samadi. Sehemu nyingine nikaweka mbolea ya dukani. Ila mwaka huu mvua zimekuwa za hapa. Hapa ni banda la kuku. Unafuga kuku? Kuku hapo au? Kuku hapo walikuwa wengi, lakini wengine niliwauza nikabadilisha nikageuza nikanunua mbuzi. Kwa hiyo nafuga kuku na mbuzi. Tuingie tuone. Karibu. Magonjwa vipi lakini? Magonjwa kwa sababu tulishapewa elimu juu ya ufugaji wa kuku na jinsi ya kudhibiti magonjwa. Kwa hiyo kila baada ya miezi 3 nazipatia chanjo ya kideri. Wengi tumepita huko kwa nalalamika sana kuhusiana na magonjwa. Kuku wanakuwa na magonjwa mengi sana. Magonjwa hapa, lakini kwa sababu mimi nafuga kuku wa asili, sifugi kuku wa asili. Ndio. Wenyewe hawana magonjwa? Magonjwa ni machache. Machache? Ndio. Una kuku ngapi sasa? Nilikuwa nao kuku karibia 200. Niliuza nikanunua mbuzi, lakini sasa hizo wamebaki kuku ambao wapo 6. Walikuwa wamefika 200? Ndio. Kila kuku shilingi 8,000, 10,000. Baada ya kufa mume wangu maisha yakawa magumu pale nyumbani. Na kwa sababu tulikuwa tunaishi tujenga kwenye kiwanja tulikuwa tumepewa na wazazi wa mume wangu. Kukaa kuna maneno mengi, kwa hiyo nikaondoka. Nikaondoka mimi na familia yangu nikaenda kwa ndugu, yani kwa kaka yangu. Nikawa sasa uliondoka ulifukuzwa? Niliondoka kufuatana na vile mazingira nilivyoona yako tofauti na mwanzo. Yalikuwaje? Yalikuwaje? Labda pengine nilikuwa na mtoto anaumwa, huoni mtu anayekusaidia. Halafu unaona tu kuna maneno mengine yanaongelewa mitaani ambayo yanakukwaza. Kwa hiyo nikaaga. Niliondoka kwa kuaga, nikaenda nikakaa kwa mdogo wangu kama miezi 6. Walikuwa wanasema mimi ndo nimemuua ndugu yao. Halafu kwa nini? Kivipi? Hayo maneno kuna mtu yani baba yangu kuna siku moja aliniita kama kuna wiki mbili toka tumemzika mume wangu. Akaja akasema mimi najua kabisa mtoto wangu mtakuwa mmemuua nyinyi wenyewe kwa ndugu zako, watakuwa wamemloga. Halafu walikuwa wanasema kwamba mimi naonekana mimi alivyokuwa mzima mume wangu nilikuwa silimi, kwa hiyo maana mimi nilikuwa tegemezi. Ni kweli wakati mume wangu mzima mara nyingi mimi shambani nilikuwa silimi. Mume wako alikuwa chapa kazi. Lakini mimi nilikuwa naenda kutafuta vibarua sehemu nyingine. Wanakuja wanatusaidia mambo ya shamba. Kwa hiyo mimi naendelea na mambo ya kazi za nyumbani. Haya, hili ndio banda la mbuzi. Sasa una mbuzi wangapi hapa? Mbuzi wako 6. Pamoja walikuwa 5 na walikuwa 6 lakini mmoja alipata matatizo, alipata abortion akafa. Lakini wamebaki 6 kwa sababu kuna mmoja ana kitoto. Tangia lini umeanza kufuga mbuzi? Kuku nianza mwaka jana, mbuzi nimeanza mwaka huu. Kwa hiyo mbuzi hawaendi kuchunga mtu? Kuna siku nyingine wanaenda kuchunga, kuna wakati mwingine nawapa tu hapa pumba hapa. Nawapa pumba hapa? Hata polini wao wanaenda. Wewe uliondoka kitu gani ulikiacha? Zaidi ya nyumba, mifugo yako, mali zako zote ulichukua? Nilitoa hadi bati. Unaleta ujinga bwana. Mtafuta na mume wako, si ndio? Shuleni, si ndio? Ndio. Kwa hiyo ulingoa toka bati kwenye nyumba? Hadi tofali. Hadi tofali? Ukaondoka nazo? Na nyumba. Ai bwana Dola, nimekukubali sana. Baada ya hapo hakuleta maneno au kushtaki? Maneno kwanza kwenye shamba ambalo tulikuwa tumenunua, baba mke siku nyingine akaniita akasema hivi, kwa nini nimekuona ofisini wanakutaja jina la kwako tu hajataja jina la mume wangu? Nikasema mbona hii shamba tulinunua mimi na mume wangu? Hili shamba ni la kwangu. Akasema hamna, inabidi kugawa hapo. Kama ilikuwa eka 4, eka 2 za kwako, eka 2 za mtoto wetu.
Nikasema mbona mimi na watoto hawa? Akasema hamna. Sasa ikaonekana hata ile hati ina mzozo. Ofisini mtendaji akasema bwana, mimi naona hii hati fuatilia mwenyewe wilayani. Kwa hiyo nikaenda mwenyewe wilayani nikafuatilia ile hati. Kule wilayani nilipofika akasema sasa ilibidi hapa kwenye hii fomu asaini na mrithi wa mirathi kwa mume wako, lakini kwa sababu inaonekana tayari wameshaonekana hawana ushirikiano na wewe, kwa hiyo itakuwa ni ya wewe, kwa sababu najua wewe huwezi kuizurumu familia yako. Ili banda la nguruwe, lakini nguruwe hapo kwa sababu nilikuwa nakaa kule huko, sijahamishia nguruwe wako kule, niko kwa na kamera ya kwanza. Kwa hiyo kumbe kuna sehemu nyingine tena kuna nguruwe. Kuna nguruwe wa kwako. Wa kwangu mmoja. Lakini sasa hivi mambo yako yakoje? Safi, hata wenyewe saizi tunapatana tu. Walikuwa wanasema kwamba ndugu yao walikuwa analima ndio wanavuna, wanaona ninavuna kuliko hata alivyokuwa ndugu yao. Wamekubali mziki, si ndio? Wamejua kusema kwamba na mimi ni mwanamke shujaa. Mimi nataka kujua kidogo kuhusu familia aliyokuachia mmeo, unavyoishi nao inakuaje? Maana umesema kuna watoto paka wanasoma darasa la ngapi? Yaani unafanyaje kukabiliana na familia hii? Mfano kama uniform, naenda tu nanunua kitambaa mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe ni fundi, nashona ile wa kiume nashona tu, wa kike nashona. Labda nimekosa viatu, madaftari, ndio hivyo naweza nikauza kuku au nikauza mazao, pata mahitaji ya wale watoto. Au kama nakuwa ndio nimefuma vitambaa, nimepata mteja nauza, napata mahitaji. Wewe zaidi ya kuwa mkulima, mfugaji, lakini pia unashona, kuna minada, naendaga mnadani napika mama ntilie. Wacha. Ukienda mnadani ukipika chakula hivi unarudi kama na shilingi ngapi? Unaweza kurudi na 50,000, 40, 30. Faida? Kwa mapato yote. Faida unaweza kupata 10,000, 15,000. Kwa hiyo saizi hauna matarajio ya kuishi na mtu mwingine? Siwezi kukataa kabisa. Sina matarajio, lakini akilini mwangu alipo, lakini ni binadamu. Siwezi kukataa kabisa. Huwezi kukataa kabisa. Kwa sababu nimekutana na changamoto nyingi, nimeweza kukabiliana mimi mwenyewe bila kupata msaada wa mtu mwingine. Halafu kitu kingine ambacho kinanipa hofu kwamba naweza nikapata mwanaume wa kuishi naye akaanza kunyanyasa hii familia nilionayo. Na wakati mimi familia yangu sipendi nyanyasika. Wewe watoto wako ni wa kike au wa kiume? Wa kiume 2, wa kike 1. Wa kike 1. Hela zako unaikaga kwenye mchago au benki? Faida zako. Una account? Wapi? Benki gani? NMB. Kwa nini NMB? Kwa nini NMB? Kuna benki nyingi, kwa nini NMB? NMB kwa sababu ni account ya wakulima. Ni benki ya wakulima Huko nyuma nilikuwa nalima wa kutumia jembe la ng'ombe. Lakini mwaka jana nimechukua mkopo wa trekta kupitia SACCOS. Umechukua mkopo wa trekta? Trekta la shilingi ngapi? Milioni 39. Milioni 39? Ndio. La kwako? Ndio. Hivyo mama, hicho kiburu nakitoa wapi? Kwa sababu nilipojiunga kwenye SACCOS kwanza nilikuwa nakopa. Nachukua hela nalimia zile hela. Pande mwingine nalimia, pande mwingine nazungusha. Nanunua alizeti, nachuja mafuta, nauza. Lakini baadaye wewe nifanye biashara pia unanunua alizeti sijui na kama kuna wakati mwingine nikikosa kazi ya kufanya nachuja mafuta nauza. Nauza kwa wafanya biashara wadogo. Na maana nakuja nachukua mtu galoni, anachukua mtu pengine plastiki anafanyia, baada ya wiki ananipa hela. Unahifadhi vipi chakula chako? Tunashauri wataalamu wanatushauri tuhifadhi kwenye vienge, lakini kuweka kwenye kienge mfano kama hivi. Sisi huku mazao tunapata sio mengi sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kunatokea wizi. Kwa hiyo naweza hata kama ninaweza nikaweka kwenye kienge kiangazi, ikifika wakati wa masika ule tunaweka kwenye mifuko, unaenda huko ndani unakolala na mahindi weka huko. Anayekuja kuiba na kuiba na wewe mwenyewe. Kwa kawaida unaweka gunia ngapi za chakula kwa ajili ya familia? Kwa kawaida kama miaka ambayo nimevuna mahindi mengi huwa naacha gunia 20 kwa sababu kuna wakati ule wa kifuko kuna mwingine anataka kuhitaji atapalia kibarua anahitaji umpe chakula. Ila kwa mwaka huu sijapata, zipo gunia 14. Umesema wewe ni katibu wa SACCOS. Umeshawahi kushika uongozi sehemu nyingine? Nafasi za uongozi katika maisha yako? Nimewahi kuwa mjumbe wa serikali ya kijiji. Lini? 2000 kamili mpaka 2005. Baada ya hapo basi kule kwenye uongozi wa kijiji kule mpaka saizi ni katibu wa kamati bora ya matumizi ya ardhi. Niulize kitu cha kwanza ambacho mimi na Tanzania wengine nataka kujua, kama tutapata historia fupi sana ya hapa kijijini. Kwa maelezo ya mababu zetu wanasema kabla ya kuanzishwa kwa vijiji vya ujamaa mwaka 1973 basi watu waliishi kila mmoja kadri alivyoona yeye kwamba angeweza kuishi maeneo hayo. Lakini baada ya operation ile ya vijiji vya ujamaa basi watu waliamua kukutana hapa.
Kwa hiyo wanasema kwa maelezo kwamba kulikuwa na baadhi ya watu wenye uwezo walikuwa wafanya biashara walikaa maeneo haya. Kwa hiyo sasa watu walikuwa wanaulizwa, unaenda wapi? Naenda kugula, yani kununua. Unaenda wapi? Naenda kugula. Basi sasa baadaye likazoeleka hilo neno, basi ndio ikaitwa Igula. Kwa hiyo ndo asili ya kijiji cha Igula. Kwa kweli watu wanaoishi hapa kuna Wahehe, kuna Wasagala, kuna Wabena, kuna Wakinga, na kuna baadhi ya Wangoni walibaki hapa wakati wa vijiji vya ujamaa, basi bado wapo na Wasagala wapo hapa. Na Wamasai tunao kwa wingi hapa. Mara nyingi unapotokea upungufu wa chakula hapa nchini, kunaitwa mahindi ya misaada. Na kama alivyosema kiongozi, yanakuwaga na migogoro sana. Kwa kawaida mahindi haya, kwa uzoefu wako wewe kama mwananchi, huaga yanatolewaje na kwa nini kunakuwaga na migogoro? Ninachotokea hapa kijijini, yani hawaangalii mtazamo. Mtazamo wangu mimi naoona hawaangalii. Kwa nini? Humu ndani kuna family wangapi katika nyumba hii? Lakini wanajigawia wao kama wao. Unaona Sasa wakigawia kama wao, yule ambaye mko family nyingi, we mjane kama mimi Mama Aina, naitwa Mama Aina. Wananiambia we Agata utapewa chakula kidogo. Unapolalamika nakwambia unalalamika kama vipi? Kazana kulima, unaangalia, unamwambia bwana tutalima wapi? Angalia mvua zenyewe zinanyesha ndogo. Viongozi ndio wanasababisha mambo haya. Watu walikuwa nao. Hawa sio wengine. Lazima tuseme ukweli, kufichana ni vigumu bwana. Ni hawa. Ukieleza nakwambia wewe nini tutakuitia polisi. Naambia polisi si watu, watu ndio sisi. Sasa nyinyi mkisema polisi watu ndio sisi. Iteni tu polisi ili tuje tuongee na sisi tuongee vizuri. Inawezekana ilitokea siku moja, lakini siwezi nikasema siwezi nikasema tuna kawaida, kwa sababu sisi tuna kamati ya maafa. Chakula tukishapata toka serikali kuu, kishafika hapa tunaita mkutano wa hadhara, ndio kawaida yetu. Tunawatajia kiasi tulichopata na kilo, na kila mtu atapata kiasi gani, tunazungumza, tunakubaliana. Baada ya hapo inafuata sasa style ya uuzaji. Kwa hiyo kila kitongoji yale mahindi tuseme ni kama bure, kwa sababu kilo moja shilingi 50, kitu ambacho ukitembea uwezo kuyapata mahindi aina hiyo. Hata kama mimi nikiweza, kama nitakuwa nimelima, siwezi kuuza kwa kilo shilingi 50, kitu ambacho kitakuwa ni kichekesho. Kwa hiyo serikali ni kama watu tunaamua kurudisha gharama ya usafirishaji wa mahindi toka Makambako kuja hapa. Mahusiano ndani ya nyumba inakuwaje kati ya baba na mama kipindi cha njaa au kipindi ambacho chakula kinakuwa kidogo? Nachokiona hapa kijijini kwetu sisi, wanaume yani hawana utaratibu. Kukicha asubuhi, mwanaume hapangilii mpangilio, mama tutakula nini hapa na watoto. Mwanamke ndio unashughulika, leo tutakula nini na wanangu. Yake amka pombe. Kweli pombe ni muhimu, mimi mwenyewe nauza pombe. Lakini akiamka anasema mimi nikigonga pombe ninyo, ina shida. Watoto wangu atajua mamake huko mimi na shida gani. Sasa hebu niambie kwa habari hizo itakuwaje kwa mama yuko nyumbani na watoto. Na nina watoto 5 ama 6. Hao watoto nitatunza vipi? Mboga ninunue, nyanya ninunue, mafuta ninunue, vitunguu ninunue. Hiyo hela mimi naipata wapi? Hata nikibeba kidebe ina maana haitoshelezi hiyo hela. Huyu mama yeye amejitabisha kwa yeye ni mjane. Asituzalilishe sisi. Kila mmoja na makazi yake nyumbani. Tunakubaliana hii. Mimi na mke wangu nyumbani naishi fresh. Tukichacha tunaelewana tukakope kwa nani basi. Ila asizalishe kwa wote tunawapombe hapana. Lakini wengi anazungumzia wanaume wengi. Sawa. Ila kinachotosheleza kwa mapungufu ya chakula, wao wenyewe wanauza pombe, wanaweka sana mahindi. Ndio maana sisi tunasema mbona maliza kuloweka? Halafu hela tupewe wanazoweka mahindi hao. Wakipika mkorogo ya kwao, doti mabox, halafu njaa pale. Naona. Kwa hiyo mwanamke inaishia kwenye doti. Wasituzalilishe sisi hao. Sisi tunakunywa kitu na msimamo. Kati ya wanawake na wanaume katika jamii yenu hii ambayo mnaishi, mgawanyo wa kazi na mapato ukoje? Kwa miaka ya huko nyuma, elimu ilikuwa haijapita. Mwanamke ndio alionekana anafanya kazi nyingi sana na hamiliki kitu chochote. Ila nakumbuka mwaka 2003 mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya kijiji. Walikuja walimishaji ambao walikuwa wanasema mpango shirikishi, wanaandaa mpango shirikishi. Walitoa elimu mchanganyiko kwa wanaume na wanawake. Tukapiga kula.
anayefanya kazi masaa 12 ikaonekana ni mama. Vitu vilivyonunulia mle ndani kuna pipa, kuna baskeli, kuna sijui ng'ombe, kuna jembe la ng'ombe. Ikaonekana akifa baba, hivi vyote vinaonekana vya mume. Akifa mama, anaonekana mwanamke pale hana haki. Lakini baada ya kupita ile elimu, kwa saizi wanaume kazi inaenda sawa, lakini kwenye kipato bado mwanamke huwezi kwenda sawa na mwanaume. Kwa sababu lakini huwezi kwenda sawa, lakini kidogo ule unyonyaji kwa mwanamke umepungua. Uhai wetu, ardhi yetu. Ardhi yetu, uhai wetu. Qu'est-ce que voulez-vous, ce n'est pas vous bout, pas vous jouer, truka. Mchezo ndo kwanza umeanza. Usikose kuangalia usaili wa vijana wa Maisha Plus kutokea nchini Burundi. Unashangaa nini? Burundi. Wewe ni mzururaji. Hapana, sio mzururaji bali nipo tu kwa wazazi, nakaa nyumbani. Kula kulala. Kula kulala. Kwa jina lingine kula kulala. Uone aibu? Sioni aibu kwa ajili maisha ya Watanzania wengi sana kwa sasa hivi. Wengi sana vijana wa sasa hivi tunakosa ajira. Unafanya kazi gani? Mimi sifanyi kazi. Kwa nini unadhani ufanyi kazi? Ufanyi kazi kwa sababu unapenda kuto kufanya kazi ama? No, si kwamba sipendi kufanya kazi, ila muda bado hujaniruhusu kufanya kazi. Sababu nimemaliza tu shule then ndo nikaja kwenye kitu kama hicho, lakini bado sijakaa kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo wewe ni useless? No, I'm not useless. Ila unajua kila kitu ni mipango na kila kitu kina muda wake. Wewe ni useful? No, I'm not useful also. Sababu hivi ndivyo nilivyozaliwa. Umeona? Kwa hiyo wewe ukuzaliwa na meno? Sijazaliwa na meno, lakini endapo ninapokuwa meno yanatoka na yale yanavyotoka inamaanisha ni vitu ambavyo ni natural, huwezi kuviona. Maana wakati anaanza kutokea mlikuwa mnayaona. Unajua wewe haina tofauti na mtu ambaye wananchi ambao wanajenga bondeni alafu serikali inawaangalia tu. Umeona? Alafu baadaye inataka kwenda kuwafanyia nini? Wewe ulikuwa unaona kabisa meno yako yanavyoota, wewe na wazazi wako mnayaangalia tu. Ujue kwa kipindi kile nilikuwa sina nafasi ya kusema lolote kuhusiana na mimi kwa sababu mimi nilikuwa ni msemewaji. Are you blaming your parents? I think yes. Nini tukupeleke Maisha Plus? Maisha Plus nipeleke kwa sababu kwa mujibu wa sifa zenu mlizozitaja ninakidhi na nishawahi kuishi maisha ambayo mnasema hakuna poda, hakuna perfume. Kwa hiyo ninaweza sasa, itakuwa sio vizuri, sitaitendea haki nafsi yangu kama kitu ambacho kinatangazwa nina uwezo kukifanya afu nisiende. Matarajio yako ni nini labda? Mimi bwana napenda sana kitu ambacho nimekipenda ni kuanzisha kiwanda cha mafuta ya ubuyu. Nimesoma Dodoma, nimeona kuna ubuyu ni rasilimali ambayo ipo tu, lakini mafuta yake ni gharama sana alafu ni mazuri kuliko mafuta yoyote ya ubuyu. Ya ubuyu. Kwa hiyo nitaanzisha kiwanda cha mafuta ya ubuyu. Mafuta ya ubuyu yanatumika kufanya nini? Kama chakula, mafuta ya kula yani ubuyu. Kama ambavyo inakuwa alizeti, mawese, Waacha. Wewe funny face unayo wewe? Ipo. Iko. Una funny face kwa hiyo? Ipo, kwa nini sipo ipo yani? Iko. Ipo. Sio funny face ni inaonekana sura yangu au? Sasa kati hivi viwili, football na funny face ipi na ambayo unadhani wewe itakutoa? Football kwa sababu ndio kitu ambacho nakiamini. Unacheza namba ngapi? Mimi nacheza namba 8. Namba 8. Namba? 8. Unakabana na namba ngapi uwanjani? Namba 8 nakabana na namba ngapi? Ile uliweka betri? Yes. Sasa hapo unajua hiki ndio kipimo cha nini hiki? Hiki kipimo cha nini? Subiri cha HIV. Nataka nishangae sasa. HIV inapima damu. Hii wewe unapokuwa unaongea, heartbeat yako inakuwa counted relentlessly na countless numbers kupata synchronization ya unachokiongea. Unamuelewa lakini jamaa? Unamuelewa anapokuambia? Yaani anapoongea synchronization anakuwa anamaanisha yani kama mkusanyiko wa kitu fulani. Kuanisha system yako ya voice na system yako ya mapigo ya moyo kwa ajili ya kupata reality show. Heartbeat. Mapigo ya moyo, heartbeat. Wewe niangalie mimi macho yangu. Niambie niangalie huko. Angalia kushoto. Kulia. Unaona kuna macho yanaachana? Hapana. Kwa nini?
wakati hili liko huku, hili liko huku. Why? Ndio inayokuambia steering rake. Unakubali unakataa. Kati hapa inawezekana. Hata ni katika mfumo mzima wa nani hapa wa Formosis hapa. Unakubali unakataa. Inawezekana. Man, be specific. Angalia huko. Angalia huko. Mbona angalia? Ndio, swali lako unaniambia ndio. Unakubali kwamba steering rake ipo, kwa sababu ndio maana ina push towards left, to the left, to the right. Unakubali unakataa? Nakubali. Ukimwi ni nini? Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Sasa una transmit kutokana na kujamiana, kuchangia vyombo vyenye ncha kali. Unaweza nini? Yaani nje, yaani unafanya nini kwanza? Alafu mimi ninachofanya unaweza nini? Mimi nilikuwa nasomea driving. Driving. Ndio. Alafu kwa hiyo unaweza kuendesha? Ndio. Unategemea kuwa driver wa aina gani? Magari makubwa, magari madogo? Magari makubwa. Vijana wengi wamefikiria kwamba kuendesha magari makubwa lazima utumie kwa mfano kama vileo. Unaona kama watu wengi wanatumia bangi, wanatumia mirungi, lakini sio hivyo. Alafu safari kama hizi ndefu za magari haya makubwa, watu wanapenda sana kuengage kwenye umaraya. Unakuta mtu hataki aende peke yake kwenye gari. Akili yako uone kwamba unajipeleka sehemu mbaya. Mimi sijipeleki kwenye sehemu mbaya kwa sababu mimi najua ninalolifanya na ninachotarajia maishani mwangu. Nilivyokuonya hapo mwanzo, alafu bado unataka kwenda tu kwa nani dereva magari makubwa. Waisha kuonya ni kwamba wewe ndio unapashwa ujikinge, lakini ukitaka hivyo basi unaweza ukaambulia kifo au madhara mengine. Madhara mengine ni kama unaweza ukapata ukimwi au unaweza ukachanganyikiwa kwa kuvuta bangi, ni hayo. Lakini unadhani tu hayo mawili wasema, lakini watu wanadai kwamba madereva wa magari makubwa ndio wanaongoza kwa ajali hapa ndani. Ajali? Hilo siwezi nikasema ni kweli. Ila hiyo naona ni kutokana tu na barabara zetu labda. Wewe fundi? Mimi ni fundi. Fundi garage au sio bwana? Nini kinafanya gia ziingie zenyewe? Kama ni automatic gari ina depend. Unaona? Gia zinavyoengage inategemea na jinsi za wewe unavyokanyaga accelerator kutokana na rotation inavyosoma kwenye valve chase. Kule kuna valve zile zikifunguka ndio gia nazo zinazidi kufanya nini? Kuongezeka speed. Umeshai kuingia kwenye gearbox mle? Sijawahi kuingia, ila nishai kufungua. Kifunguo wakati gari inaenda? Hakuna. Sasa unayajuaje yote haya? Tunajua kutokana na vitu ambavyo kuna theory na practical. Theory wenzetu wanazoletea wazungu ndio tunasoma na mafundi wetu wanatufundisha hivyo. Kuna mafundi ambao wamepitia VETA na mafundi ambao ni local kama sisi tunafundishwa na mafundi wetu. Unapenda kufanya nini zaidi yani? Ukiwa na muda wako wa kutulia hivi au na shughuli yote unapenda kufanya nini? Napenda kushona. Kushona? Kushona nini? Kama nguo, biashara, kukaa kuwaza hivi kweli nitakuja kuwa na naniliu na maisha yangu tena mazuri, ndio maana uaga na Kwa hiyo una mawazo sana kila siku. Ndio. Una mawazo? Una mawazo ya kuwa nani hivi baadaye? Napenda nije niwe mwanajeshi. Mwanajeshi? Kwa nini mwanajeshi? Napenda kuilinda nchi yangu. Nchi yako ina nini? Kwani umeambiwa kuna watu wanaiba? Hamna watu wanaoiba yani. Napenda kuilinda nchi yangu iwe na amani. Ndio maana napenda kuwa mwanajeshi. Yaani mimi najiuliza kwa nini msichana kama wewe? Maana wasichana wengi wana kazi zao, nesi na hiki na kwa nini wewe umeamua kuwa mwanajeshi? Nimependelea, ndio yani fani ninayoipenda. Asha, ulipokuwa unakuja ulikuwa unategemea kuja kufanya nini? Nimetegemea kwamba nikija huku nishiriki ili niweze kupata nafasi ya kuingia katika kijiji cha Masha Press. Ndio sauti yako? Ndio sauti yangu. Waache bwana. Sasa hivi nasoma. Unasoma? Unasomea masomo ya kawaida kama nini? Yaani nasomea tu masomo ya sekondari. Au kusoma form 1 mpaka form 4 nini? Hapana, sijawahi kusoma hivyo. Soma. Kubahatika. Yaani nimefaulu lakini sikupata chance ya kuendelea na masomo. Nini kilitokea? Yaani kilichotokea ni kwamba mzazi wangu hakuwa na hela ya kuniendeleza kielimu. Kwa hiyo ikabidi mimi nikae nyumbani
mpaka alipopata hela ndo sasa hivi Hivi amenipeleka katika shule. unakumbuka mpaka size hiyo ilikuwa shilingi ngapi ambayo ilikufanya ushindwe kwenda shule? Ada ilikuwa 20,000 lakini gharama yote ilikuwa kama 100,000 na. 100,000 na. Kwa hiyo mama alishindwa kwa sababu mzazi wangu ni mmoja, kwa akashindwa mimi kunipeleka shule. Nadhani ukupenda wala ukufurahia hicho kitendo, si ndio? Ni kweli sikupenda wala sikufurahia, ila kutokana na maisha ya mzazi wangu nimeelewa kabisa pale nyumbani mzazi wangu hawezi kunisomesha. Kwa hiyo nikamwambia mama, ngoja kwanza tufanye mambo mengine, kama tutafanikiwa kupata hela basi tutaenda. Kwa mimi nikajiunga na shughuli za kufanya kazi za ndani huku mzazi wangu akiendelea kulima. Alivyopata hela na mimi niliyopata kule kwenye kazi za ndani tukaiunganisha, ndio nikapata shule. Blaza, mimi nakuona kama mtu mmoja superstar fulani. Wewe unajionaje? Hapana, kwa muonekano wangu. Ndio maana unaendelea hivyo. Lakini sio superstar kivile. Mimi ni kinyozi. Kinyozi? Afu nashiki mambo ya mamodo nini. Wewe una design yako pia? Una designer? Na design yangu ni kama hivi unavyoona. Hivi vote vote design yangu. Design yako ni nani? Anaitwa Chaz. Yeye ndo anakudesignia kuanzia nguo kila kitu. Nguo kila kitu. Mpaka uvaeje? Nivaeje? Kila siku? Kila siku. Na sijaingia dukani mimi. Kivipi? Nguo zangu toka nilivyokuwa nayo design yangu. Anashona? Anashona yeye. Kwa hiyo maana suruali hii nini? Hii top top. Sasa amewezaje kumechisha sana hii? Sana na hapa rangi. Kumechi kama hivi sana rangi ni mimi. So yeye kan design kati ya keyboard suruali. Sanga tafuta mimi. Simama. Mbona suruali inadondoka? Geuka, turn around, and kama modo wanavyofanya. Njoo hapa. Nas. Nas ni nini Nas? Nas ni ofisi. Nas barber shop. Hii jina la ofisi. Na wewe mwenyewe unaitwa nani? Mimi naitwa Hamis Payo. Hamisi? Payo. Payo. Yeah. Hii ni kama hii nayo kuna design yangu kan designia. Ni kama hizi ziko ngapi hizi? Ushawahi kuzihesabu hizi? Ziko kama 4 hivi. Ndio hizi pingili hizi. Hizi pingili sije kuzihesabu. Hii sio kama ni kama ushanga. Yeah. Ni muundo kama ule pale. Lakini sio kama tasbihi. Ni muundo wote ni aina moja. Unajua hii trouser kumbe ina papo huko babu. Kamechi. Tumemechi kwa sababu ya hapo kwenye suruali. Unajua hii kimtoni sana mshikaji wangu. Nimepata nafasi ya kutoka ya kwenda huko Maisha Plus. Nitaonyesha vitu vingi sana. Mimi mwenyewe designer moja hapo. Madada wote naweza kuwa designer mimi. Duniani kumetawaliwa na mfumo dume. Hebu utetee mfumo dume. Yaani utetee mfumo dume. Mfumo dume naondoka. Yaani nikitoka hapa namaliza naondoka. Hakuna shida. Kwanza mwanamke wengi hawawezi kujiendesha binafsi. Wachache lakini wanaforce kufanya kile kitu. Sawa? Unakuta hata wao kwa wao anapenda kufanya kupata idea kwa mtu. Kitu hiki na hiki na hiki anaenda kwa mechi kama naomba nisaidie kufanya hiki, nisaidie kufanya hiki. Lakini mwanaume ana confidence ya kufanya kitu moja kwa moja hata usibimshirikisha mtu yoyote. Anaweza kama sasa anafanya hiki na anafanya kweli. Ndivyo utakavyomtreat mkeo. Hapana. Mkeo utamfanyaje? Mke wangu. Yaani demokrasia tu nyumbani kwangu safi. Yaani unataka mfumo dume unakubali unautetea. Lakini kwa mkeo utampeleka daraja la juu. Yeah. Inakuingia akilini? Inaniingia kwa sababu siku hizi kuna kitu nasema haki sawa kwa wote. Kwa hiyo kumbe mfumo dume utauvunja kwa mkeo. Kwa mke wangu utauvunja kwa sababu nataka maisha safi ambayo unajua mfumo dume lazima utumie nguvu nyingi kushinda akili. Lakini kwenye yani siasa kama maisha ya kawaida ya watu ambao wanaishi vizuri huwa mnashauriana hiki na hiki kiwe hivi kiwe hivyo unaonaje hapa safi fresh. Lakini mfumo dume unakuwa ni kama polisi vile. Umeshawahi kuingia kwenye mahusiano? Ndio. Umeshawahi kumpiga mwanamke? Sijawahi na sifikiri kumpiga. Unamsulubu vipi mwanamke? Namwambia tu. Namwambia hiki na hiki sitaki, hiki na hiki hivi, hiki na hiki. Atake akizidisha? Nampa oni kama mara 2 mara 3. Unadhani ni kwa sababu ya wao kutaka kuja juu ama ni kwa sababu ya wewe kutaka kuja juu? Kuto kuishi kwenye mkataba wetu ambao tupo katika maelewano makubaliano ambayo tumekubaliana kama hiki tutafanya hivi, tutaenda hivi. Ulize swali. Niulize. Unataka wewe unapenda mwanamke wa aina gani? Awe mwanamke tu. Basi. Yote yule hata Taira.
Ujiamini. Kwanza umefikiria afu ndio Kwa sababu nikisema hafai tahira basi hafai kupendwa. Kwa sababu hajitambui sasa utakuja na mwanamke ambaye hajielewi. Yeye una machizi wana mimba. Sio kwa lizaje, pata kwa lizaje chizi. Shauri yako. Wewe unaweza nini katika dunia hii? Kupambana na magumu yanayokuja, kustahimili magumu. Yeah. Una chochote unachoweza kukitengeneza? Hapa. Yaani mikono yako inaweza kusuka kitu, kufuma kitu ama kutengeneza kitu nini? Nafanya t-shirt printings. Kwa hiyo nafanya sana hizo artworks. Ukifika kwenye kijiji kama cha Maisha Plus ambacho fursa hizo za kufanya t-shirt printing hazipo, unaweza ukaishi vipi? Naishi kwa sababu sio maisha hayo tu ya printing niliyowahi kufanya, pia maisha tofauti tofauti. Alafu kitu kingine, napenda mazingira. Kwa hiyo nadhani kwa sehemu kama kijijini nitafurahia kwa sababu napenda kijani. Napenda sana kwenda milimani, napenda sehemu za sehemu zenye vivutio haswa kijani. Naweza kukaa na mtu yoyote. Yaani huyu mkali najua nitamhendo hivi, huyu mpore nitamhendo hivi, huyu yuko hivi nitamhendo hivi. Moyo wa binadamu uko wapi? Moyo wa binadamu uko kushoto. Roho ya binadamu iko wapi? Roho ya binadamu iko kwenye mwili wake, yani tuseme. Wapi? Yaani mwili, kwa mfano kama mwili wangu mimi. Kwa chini mara. Wapi? Kwa chini. Kama moyo wa binadamu uko kushoto, nafikiri ni hapa, si ndio? Roho yake iko wapi? Roho yake iko moyoni. Katikati ya moyo. Ndio naweza kusema. Ndani katika zile rooms za vernacular za moyo kwenye. Mbona mimi roho kama nasikiaga? Tunachukua Eric anavyotufahamisha kwa sababu kila mtu anajua Eric ana upeo wake naye. Kwa hiyo roho ya binadamu iko ndani ya moyo wake. Naweza nikasema ni sahihi kwa sababu gani? Mimi kama roho yangu mimi roho yangu najua mimi mwenyewe, kwa mfano mimi najua nina roho yangu, kila mtu ana roho yake. Iko wapi? Iko ndani ya moyo wangu na iko ndani ya mwili wangu. Uko tayari kufanya lolote ili ushinde? Nipo tayari sana na ninategemea nitashinda. Uko tayari kugawana hela na waandaaji? Panapobidi, kama kuna sheria ambayo inaonyesha tutagawana hizo pesa na waandaaji, kutakuwa hakuna shida ya kugawana hizo pesa, ila naamini kama ipo itakuwepo. Sisi ni mimi na Bonda hapa ndio tunafanya kitu na mambo mengi tunajaza. Hawa ni watu ambao ni confident. Confidence ni watu ambao wanakuwa kama wamekula kiapo, kwa hiyo wanakuwa hawatoi siri nje, na baadhi ya vitu kama pale hawarekodi. Unaona hata waandishi kule wameacha kuandika katika kompyuta. Ikitokea ukapata milioni 20, sisi tutatupa shilingi ngapi? Acha nitakushikia kwa sababu usipate tabu. Okay. Kama nitapata milioni 20, sitaona sababu ya kuwagawia pesa wakati mimi ndo niliyekuwa mshiriki wa Maisha Plus. Naamini hizo milioni 20 nitafanya kitu, labda ndeza nikafungua nikaandaa hata sehemu ambayo naweza nikawaandaa watoto yatima. Bado. Sisi tutatupa shilingi ngapi? Nyie sitawapatia chochote kwa sababu mimi ndo nitakuwa mshindi wa Maisha Plus. Huna aibu. Kulingana, ndio maana pale awali nilisema kabisa kama kuna sheria ambayo itaonyesha kama zile pesa ambazo umepewa hizi sheria za kutokutupa sisi hela umezipata wapi? Hizo sheria za kutokuwapa nyie pesa nazijua kwamba punde ninapokuwa nimechukua mimi pesa yani ina maana kwamba ni za kwangu mimi. Sasa ninapokuwa pesa ni za kwangu mimi and then nikatoa pembeni, inaonekana kama nimetoa rushwa. NMB Bank tunawashukuru sana, Oxfam tunawashukuru sana, na watu wote ambao wako nyuma ya kamera, nyuma ya kompyuta, nyuma ya viti, na wote ambao wanafanikisha zoezi zima. Hata Sweet Lady ya yes, kwa Mbeya Sweet FM 90.7 wao wametubeba, marafiki zetu, partners wetu kwa upande wa redio. Asanteni sana. Si ndio? Sisi tunaondoka, tunakwenda zetu. Si ndio? Tuna Kilwa baadaye. Tunakwenda Kilwa sasa hivi. Si ndio? Au sio? Kwaheri bwana.